yangu kwamba mzima popote pale ulipo siku hii ya 8 ya mwezi Aprili mwaka 2026. Kwa namna hiyo nikikusabai na kukaribisha katika awamu hii ya TV47 matukio, na siku ambayo pia tunaangazia ugatuzi. Jina langu Elizabeth Mutuku, na wasiliana nasi kwa 22047 mitandao ya kijamii TV47 Kenya pale Facebook na kurasa zote zingine. Maoni yako na kauli zako tutakuwa tukisoma baadaye, lakini moja kwa moja ni kwamba viongozi mbali na wenyeji wanamiminika katika uwanja wa Captain mjini Olkalau kuhudhuria ibada ya mazishi ya aliyekuwa mbunge wa eneo hilo David Njuguna Kiharao, wenyeji wakiomba wanasiasa kuzingatia amani. Naam, shukran sana, na ni kweli kama vile ambavyo wamesema, niko katika uwanja wa Captain ambapo shughuli ya ibada ya mazishi aliyekuwa mbunge wa eneo hili David Njuguna Kiharao inatarajiwa kufanywa. Na ikumbuke kuwa kwa mara ya kwanza aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua ataweza kupatana ana kwa ana na aliyekuwa bosi wake rais wa sasa William Ruto, ambao wachanganuzi wengi wa kisiasa wanasema kuwa huenda kupatana kwao kukaweza kuzua hisia kinzani miongoni mwa wakazi, vile vile miongoni mwa wafuasi wao. Lakini kwa sasa wacha tusikie baadhi ya wenyeji kutoka maeneo haya wanayepia kusema. Karibu ndani ya TV47. Wewe kwa maoni yako ama kwa hisia zako unahisi kuwa ibada ya siku ya leo itakuwa ya hali gani? Asante. Siku ya leo tunataka ibada ya leo iwe ibada tulivu, kwa sababu mbunge wa eneo hili alikuwa mbunge mpenda amani na hakuwa mchokozi, hakuwa anachokoza na mtu, kazi yake ilikuwa ya amani. Kwa hivyo tunataka ibada yake iwe ya amani. Tunaomba wenye hata wanakuja, nasikia Rigathi anakuja, president anakuja, tunataka amani ndio wape mbunge wetu heshima. Kumekuwa na madai kuwa huenda kukawa na vurugu au ubabe wa kisiasa. Wewe kama mkazi wa eneo hili unalichukulia swala hilo kwa njia gani? Kwanza mimi kama mkazi wa Olkalau naweza sema kunaweza kuwa na ubabe wa siasa, lakini sisi kuna mahali tuliwachwa na mbunge wa eneo hili Njuguna Kiharao. Kwa hivyo hata wakipiga kelele watapiga kelele afu waende, lakini tunajua mahali tuliachwa na mbunge wa eneo hili Njuguna Kiharao. Kwa hivyo wito wako kwa viongozi wa kisiasa, kwa naibu rais aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua, vile vile mrengo wa serikali ni upi? Tunaomba, kwa sababu mbunge wetu nimesema ya pili alikuwa mpenda amani, mwenye atakuja hapa kuleta funjo tutamtoa mbio, kwa sababu hii tunataka iwe ibada ya amani kama vile mwenye alikuwa amani. Na tukimalizia, wito wako ni upi kwa wakazi wa eneo bunge hili la Olkalau kuhusiana na siasa ambazo zinatarajiwa kupigwa siku ya leo? Ningeomba wakazi wenzangu wa Olkalau, kama siasa itakuja tufanye siasa za amani na tuchague mwenye ataweza kumaliza yenye Njuguna Kiharao alikuwa amefanya. Kama mali tumesimama, hii ni uwanja wa university, ukiangalia pale mbele kuna university na tayari tumeanza kujenga. Kwa hivyo tunaomba mwenye atachaguliwa akuje amalize hizi miradi ndio watu wa Olkalau wafaidike. Asante. Na kama vile ambavyo umesikia, hayo tu ni maoni ya mkazi mmoja kutoka eneo bunge hili la Olkalau, na kutoka kwangu mie Laban Muhinda nikiwa hapa katika eneo la Captain huko ni kaunti ya Nyandarua. Nitazidi tu kufuatilia matukio atakayokuwa yakitukia ili tuweze kuwajuza watazamaji wetu. Sina la kuongeza ila kuregesha usukani kwako studio. Asante sana Laban, na bila shaka huko Olkalau ni mahali ambako tutakuwa tukirejea muda kwenda mwingine, manake tayari mazishi ama ibada hiyo imeanza, iwapo na viongozi mbalimbali wamefika, akiwemo aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua. Rais William Ruto pia anatarajiwa katika eneo hilo miongoni mwa viongozi wengine. Lakini katika masuala ya mafuta